Kiani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kiasi cha fedha inachokipata ni sawa na timu ya pili kutoka Mkiani. Yaani maanisha timu ya 4 na timu ya 3 ambao ni dola za Kimarekani 700,000. Ambazo hapa tunazungumzia kama bilioni 1 bilioni 700 plus. Hizo ni za uhakika kwa timu inayomaliza Mkiani na ya pili kutoka Mkiani. Kwa hiyo financially hakuna madhara. Sababu kwa Mkiani na ukimaliza wa pili kutoka Mkiani wote mnapata kiasi sawa. Ila ukienda robo unapata fedha nyingi, dola 900,000 ni zaidi ya bilioni 2 za Tanzania. Ndio. Sasa kwa sababu haendi tena robo, tunazungumzia awe wa Mkiani au wa pili kutoka Mkiani. Kwenye fedha hakuna shida, wote wanapata kiasi sawa. Ndio. Hasara ipo katika viwango vya ubora CAF. Timu inayomaliza Mkiani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika inapata pointi 1. Ndio. Moja kwa msimu huu unazidisha mara 5 inakuwa pointi 5. Sawa? Ndio. Unaenda kuongeza na ulizoingia nazo wakati msimu unataka kuanza. Simba waliingia na pointi 33. Ndio. Kwa hiyo wakimaliza Mkiani utaongeza 5 inakuwa pointi 38. Ukimaliza wa pili kutoka Mkiani, yani timu ya 3, ukihesabu kutoka juu ya 3 kutoka Mkiani ya pili, kwenye ligi ya mabingwa unapata pointi 2. 2 mara 5 ambayo ni coefficient number tunazidishia, kwa sababu kwa kawaida CAF timu ikiingia tu ya makundi ndio pointi zinapatikana. Hizo pointi unazopata kwa mwaka huo, kwa msimu huo unaoendelea unazidisha mara 5. Kwa msimu wa nyuma yake mara 4, wa nyuma yake mara 3 mpaka msimu wa 5 tunazungumzia 2021-22. Kwa hiyo wa pili kutoka Mkiani anapata pointi 2. 2 mara 5 ni pointi 10. Kwa hiyo anayemaliza wa pili kutoka Mkiani kwa msimu huu atapata pointi 10. Ndio. Yule wa Mkiani pointi 5. Madhara yake ni nini? Kwenye viwango vya ubora, Simba atakuwa na pointi 38 ambazo mpaka sasa anazo. Sababu timu zote zilizoingia makundi zipata pointi moja za uhakika. Ukizidisha mara 5 pointi 5, aliingia na 33 na 38. Akimaliza wa pili haitakuwa 38. Sababu atakuwa na pointi 10. Yaani 2 mara 5 10. Unaongeza na 33 alizoingia nazo inakuwa pointi 43. Pointi 43 zinakuweka juu kuliko ukiwa na pointi 38. Ikitokea Yanga wamefuzu robo finali, Simba akawa Mkiani, Yanga anaenda kuipita Simba kwenye viwango vya ubora, inaenda kwa ya 6. Simba ina drop inakuwa ya 9. Tili kwake ni kiukweli ni kwamba ukweli usiopepeswa macho, Simba ana hali mbaya sana msimu huu. Yaani mimi nazungumzia ameimarika. Hajaimarika popote pale kwa sababu katika michezo yake yote aliyocheza ameruhusu goli. Kweli. Kwa hii huwezi kusema kwamba ameimarika kwa sababu alicheza bila kina Oura kuweza kuingia, alicheza bila kina Tule kuweza kuingia kwenye kikosi, aliruhusu kuweza kufungwa. Wameingia wachezaji wapya lakini bado wameweza kuruhusu goli. Kwa hiyo mimi sijaona kuimarika kwa upande wao, ila tu kwamba wamepata bahati ya kuweza kukaa kwenye kundi ambalo pia na wenyewe pia wanajitafuta. Yaani wanakutana na timu ambayo bado pia na wenyewe pia wapo katika hali ya kujitafuta. Wapo katika hali ya kuweza kutazama namna gani pia wanaweza kujipapatua. Nicho ambacho Simba wameweza kukutana nao. Lakini kama wangekutana na timu ambazo ziko aware na hii michuano, lakini pia wako stable katika vikosi vyao, lakini pia wana njaa ya mafanikio makubwa zaidi kwenye michuano, basi Simba msimu huu angeweza kumaliza kwa aibu zaidi ya hii ambayo ameipata. Kwa sababu mpaka hapa alipofika bado amepata aibu kubwa. Ukichukua Simba ya mwaka 2020, 21, 22, 23, 24 na kutajia Simba hizo kwa sababu ndizo Simba ambazo zilianza kujitokeza kuanzia 2019 2020 kujitokeza kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Kuanzia enzi akina Medi Kagere wakiwa Simba Sports Club. Kuanzia kipindi hicho mpaka kipindi hiki ndio Simba ya pekee ambayo imeweza kufanya madudu makubwa katika michuano hii ya kimataifa. Haya bwana, shikilia hapo Katalambula. Steve bwana anakuambia Simba ya msimu huu ukilinganisha na Simba zote msimu huu bwana Simba wamefanya madudu makubwa. Unakubaliana naye au uona maoni gani kwenye ile ambayo Steve amelizungumza? Yaani sio opinion, ni fact. Kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana. Mara zote Simba amekuwa akifuzu kuingia hatua ya robo finali.
lakini safari hii amemaliza akiwa wa mwisho, licha kuwa bado mchezo mmoja, lakini hautompeleka popote. Kwa kuangalia kitu hicho, yani hahitaji uanze kutetea useme nini. Yani inaonyesha kabisa kwamba msimu huu amefanya vibaya tofauti na misimu iliyopita. Ukilinganisha na ule msimu ambao tulitoa na Odisongo. Unasikia nalinga? Ndio. Namaanisha kwamba misimu ambayo aliweza kutengeneza doti ambazo zimeweza kumpa 5 year ranking. Ukiangalia katika misimu yote ambayo aliweza kufanikiwa, ukiondoa Odisongo, ile huwa tuhesabii zaidi kwa sababu alipewa sifa ya kuwa mwaka robo baada ya kuwa na tishio kubwa sana anapoingia katika makundi. Kwa katika misimu ambayo ameweza kuingia kwenye makundi, msimu huu ndio msimu mbaya zaidi kuliko misimu mingine yote ambayo imeweza kupita. Na ndio hicho ambacho nimeweza kukigusia. Katika misimu yote ambayo ameingia kwenye makundi, anaanza kwa kusuasua lakini anamaliza nafasi ya pili. Lakini pia kuna msimu ambao yeye alimaliza akiwa nafasi ya kwanza, tena akiwa na giant team kama Al Ahly kama unakumbuka. Na Mixon alifanya maajabu makubwa sana. Alikufa Al Ahly pale kwa Mkapa. Naizungumzia Simba hiyo, ambapo kwa sasa hivi ukiangalia kwa hiyo miaka 5 ya mafanikio katika renki za CAF, mwaka huu Simba amefanya madudu makubwa mno. Sawa. Tuweke sawa hapo. Wakati anafungwa na Odisongo, nadhani alitolewa akaenda kombe la shirikisho ama alitolewa moja kwa moja? Alitolewa moja kwa moja. Ilikuwa ni first preliminary round ile nakumbuka. Basi nilikuwa naofanisha na ule msimu ambao alifungwa akaenda kombe la shirikisho akaingia robo finali. Achana na ule. Kuna msimu ambapo anacheza tu first preliminary round akatolewa. Msimu huo ndo alifanya vibaya kuliko huu kidogo amejitahidi. Sawa. Tumeona kipindi cha pili mwalimu mabadiliko, kuna baadhi ya nyota wameingia kwenye kikosi. Tumeona timu imechange licha kupata kadi nyekundu. Tumeona namna gani ambavyo timu kidogo ikawa ina push kuliko Petro de Rwanda ambao wako timamu. Mbinu au ubora wa Simba ulikuwa sehemu gani? Ubora wa Simba umekuja baada ya quality mpya kuingia kwenye kikosi. Nadhani tumeona kila siku zinavyozidi kwenda umuhimu wa Elie Mpanzu kwenye kikosi cha Simba umekuwa ukipungua, kwa sababu mechi nyingi ambazo anacheza Elie Mpanzu unaona kabisa anakuwa hana maamuzi yaliyokuwa sahihi. Umeona leo hii ametoka kwenye nafasi yake, ameingia Onesete Aura, ameweza kufunga goli. Lakini pia kitu kingine ambacho kilikuwa kinachelewesha Simba ni kuendelea kumng'ang'ania Kibu Dennis Prosper. Ni mchezaji ambaye hawezi akaofa kwenye assist, hawezi akafunga magoli. Ni mchezaji ambaye atakupa tu energy. Mwisho wa siku energy haina asilimia ya moja kwa moja kwamba kupa advantage. Kwa hiyo umeona ametoka, ameingia Selemani Mwalimu, amehusika kwenye goli kwa maana ametoa assist, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa akihama kwenye maeneo tofauti. Kwa hiyo unaweza ukaona quality ambazo zimeingia zimeweza kuongeza kitu. Lakini pia Loemba pia umeona kuna kitu cha kitofauti ambacho amekuja kukionyesha. Goli wakati linafungwa tumeona ile intercept ambayo alifanya yeye, akampa mpira Onesete Aura akaipeleka kwa Selemani Mwalimu anatoa assist, Onesete Aura anafunga. Kwenye eneo la kati Clatous Chota Chama sio mzuri kwenye zile tunasema winning duels, yani sio mzuri kwenye kuania mipira. Yeye ni mzuri sana kwenye kutengeneza. Kwa hiyo kuingia kwake yeye tumeona mabadiliko yametokea. Pengine labda mwalimu angefanya mapema haya mabadiliko ama angerekebisha sehemu ndogo ya kikosi chake, labda tungeweza tukaona matokeo ya kitofauti, kwa sababu hata Petro de Rwanda hawakuwa hatari sana kwa Simba licha ya kukosa magoli mengi kwenye first half. Lakini baadaye Simba wakati wanapungua tulitarajia kuona kwamba wao ndo wataongeza kasi, lakini mwisho wa siku wao ndo wameteremka na Simba ameweza kupata sare. Mechi hii inaifanisha na mechi ya Arsenal dhidi ya Chelsea ya ile raundi ya kwanza ambayo ilitoa sare. Moses Caicedo alipata kadi nyekundu mapema sana. Tukaona kwamba huenda Arsenal akaja kupata ushindi mchezo ule. Mwisho wa siku
mchezo kaja kumalizika sare. Kwa hiyo kuna wakati pia pengine labda kama timu ikipungua inaongeza maarifa, unaweza ukaombea hivyo. Tumeona hadi kwenye michuano ya CHAN Kenya, timu ya taifa ya Kenya, mechi 3 kama sio 2 walipata kadi nyekundu na zote waliweza kupata ushindi. Sasa hapo unaweza ukajiuliza kwamba wakipungua ndo umakini unapatikana ama la, lakini sababu kubwa ambayo imefanya Simba waamke na kuweza kupata sare ni quality ambayo imeongezeka, kwa maana wachezaji ambao waliingia kipindi cha pili walikuwa hapo direct sana tofauti na kwanza, kwa maana hapo namzungumzia Kibu Dennis pamoja na Elim Panzu Kibisawala. Sawa. Mzee Kadege, tukiachana nayo yote, mzee wangu ni mwamuzi mkongwe kabisa. Kuna tukio nimeliona la kadi nyekundu, nataka uweze kuniambia kadi nyekundu ile ambayo wameipata kiuamuzi ile yani ni alifanya kosa gani pale, kwa kipindi unachezesha kipindi unafanyeje? Nataka uniambie kiuhalisia kabisa ile changamoto ilikuwa gani, nini, au ni matokeo, au ni tukio gani ambalo linasababisha mpaka mtu anakuwa anaonyeshwa kadi nyekundu kama vile katika mpira. Muamuzi wa kati au refari wa kati ndio muamuzi wa mwisho. Ndio. Kwa hiyo hata kama uwe captain uwe nani ndani ya mpira, muamuzi ndio kila kitu pale, muamuzi wa kati yule. Kwa hiyo Kapombe alipokuwa anakwenda kumwata refari amekwenda bila nidhamu au heshima. Yeye alipokwenda pale kama wangeweza kuvuta ile sauti ungesikia ameenda kutoa maneno ya kashfa, akamtukana na nini kumdharau. Na kosa kubwa alilofanya, unakwenda unamuonesha kidole wakati yule ndio mtaalamu aliyokabidhiwa ile mechi. Na mimi nimefurahi sana. Nitaka apewe kadi nyekundu yule, apewe kadi nyekundu mwingine, apewe kadi nyekundu. Wangepewa kadi nyekundu 4 wale. Yale wale wangepewa 4 kwa sababu kwanza wanacheza kiuni. Ile timu ni ya kiuni nimekwambia. Kwa hiyo ile kadi nyekundu ni halali na wangepewa hata 4. Unaona mpira ulipokwisha, yule Moses Ibrahim namna gani yule dogo anamtegemea kumchukua Yanga, hata anaanza mambo ya ajabu. Yeye baada ya furahia kwa sababu yeye tumempeleka pale kwenda kuharibu tu. Sisi tumempeleka pale kwenda kuharibu ile timu ishuke daraja isipate point. Tena anakwenda naye anapata kadi nyekundu. Sasa hapa Dar es Salaam itakuwaje? Sitabidi akae benchi, wengine wafanye, wanaweza kupata matokeo na sisi shida tusipate matokeo. Ndio lengo letu. Kwa hiyo kadi nyekundu ni halali na ilikuwa kadi nyekundu 2 au 3 ndio ilikuwa lengo. Au mpaka 4. Kwa hiyo nimechukia sana kwa kweli. Yaani kupata ile point moja Yanga na Simba nimechukia kweli yani. Nimechukia kweli. Haitakiwa apate pointi wale. Sio ligi ya ndani wala sio ligi ya mabingwa. Pointi moja ilikuwa inawatosha. Bwana mzee Kadege kachafukwa kweli bwana mzee wangu. Sawa. Steve, tumalizie na upi sasa mwelekeo wa Msimbazi baada ya kuona alama 2 hizo amezikusanya, performance yake. Katalambula amesema kwamba kuna wachezaji wameingia kipindi cha pili wameweza kubadilisha timu. Sasa nataka unipe maoni yako na wewe sasa kitaalamu. Unaionaje Simba hasa kwenye ligi kuu? Tumalizie matangazo yetu. Mimi nikiangalia kwenye ligi kuu inaweza ika compete kwa sababu kuna level za timu ambazo ukiangalia mizania yake na Simba, pasi na shaka yote kwamba Simba anaweza akakompete kwa baadhi ya timu, lakini naiona Simba ikipata wakati mgumu zaidi pale ambapo inapokuja kukutana na timu kama Azam, Young Africans, Singida Black Stars na timu nyinginezo ambazo zinakuwa zinaleta upinzani mkubwa zaidi kwenye ligi yetu. Naona kutakuwa na wakati mgumu zaidi kwa upande wao. Sawa. Lakini pia kitu cha kipekee ambacho nimekiona kwenye group la Simba kwamba Simba kulikuwa na afadhali na potelea mbali. Yaani kwenye ile group kulikuwa na afadhali na kulikuwa na potelea mbali. Na siku zote kwenye nchi au kijiji ukiwa na wote ni vipofu alafu mmoja tu akawa na jicho moja anasema chongo. Ukiwa chongo kwenye kijiji cha vipofu unakuwa mfalme wao. Ndicho ambacho kimetokea kwenye upande wa Simba Sports Club. Simba siku ya leo walivyocheza na Petro de Luanda hawakustahili kupata hata alama moja. Yaani the way timu jinsi ilivyo. Lakini kwa nini wamepata alama moja? Tafsiri yake ni kwamba wamecheza na timu ambayo pia ni mbovu. Yaani Petro de Luanda ni timu ambayo mbovu pia. Kwa nini mbovu? Kwa sababu imecheza na timu pungufu toka dakika 43 ya kipindi cha kwanza. Lakini haijaonekana effect ya kusema kwamba hao wanacheza wako pungufu. Yaani kama vile midhania iko sawa. Na mchezo mimi naufananisha na ndugu yangu Katalambula alifananisha Arsenal dhidi ya Chelsea. Lakini mimi mchezo huu naufananisha Young Africans dhidi ya Azam FC. Dakika za mapema kabisa Ibrahim Baka alipata red card. Lakini Yanga walikuwa wanaongozwa kwa goli moja
lakini Azam ndio alikuwa anaomba mpira uweze kuisha. Ilionekana kama vile Yanga wako wengi kuliko Azam. Ndicho ambacho kilikuwa kinatokea leo. Sasa kama Simba iliyokuwa dhaifu inaonekana ina hatari zaidi dhidi ya timu ambayo iko timamu, ina mashabiki wake, ina nafasi kubwa ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Itakiwa tu afunge goli, aondoke na alama 3, akae kwenye nafasi ya pili kwa kujisement kwamba mimi nina uhakika wa kufuzu, alafu anakwenda kuchukua alama 1. Tafsiri yake ni kwamba Simba alikuwa hayuko vizuri, kaja akakutana na mtu ambaye hayuko vizuri zaidi, ila kilichombeba ni confidence, tuko nyumbani na kwamba mwanzo nilipata matokeo mazuri. Fact hizo ndio ziliweza kumbeba, lakini kinyume na hapo mimi sione nafasi ya Simba kufanya vizuri msimu huu. Bwana, huyo ni Steve Mwana Mapunda anakamilisha matangazo yake hivyo kwamba mnyama bwana amekutana na kibonde, ndio maana ameweza kupata alama. Mimi naitwa Nalinga Mfaume. Tukutane wakati mwingine. Muda si punde tutakuletea matangazo moja kwa moja Young Africans dhidi ya FAR Rabat huko Morocco. Kwa hiyo tega sikio, tukutane muda mchache ujao.